Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea kushika hatamu zaidi. Na kwanza kabisa nikwambie, wapatanishi wa Ukraine na Urusi wamefanya mazungumzo ya pili yanayosimamiwa na Marekani Jumatano huko Abu Dhabi, wakiendeleza juhudi za kumaliza mzozo mkubwa zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Na mkutano huo wa siku mbili ambao umezileta pamoja pande tatu na unakuja baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusema Urusi ilikuwa imetumia mwanya wa usitishaji mapigano ulioungwa mkono na Marekani wiki iliyopita kuhifadhi silaha, ikiishambulia Ukraine kwa idadi kubwa makombora ya masafa marefu siku ya Jumanne. Rustem Umerov, mkuu wa Baraza la Usalama na Ulinzi la Kitaifa la Ukraine, ameandika kwenye mtandao wa X kwamba kazi hiyo ilikuwa muhimu na yenye tija, ikilenga hatua madhubuti na suluhisho la vitendo. Afisa wa Marekani ambaye alizungumza kwa masharti ya kutotajwa jina pia aliyaita mazungumzo hayo kuwa na tija na akasema yataendelea Alhamis kuanzia asubuhi hii leo. Akizungumza katika hotuba yake kwa njia ya video ya usiku, Zelensky alisema ni muhimu kwa mazungumzo hayo kuleta amani ya kweli na kutoipa Urusi fursa mpya kuendeleza vita. Zelensky aidha alisema washirika wa Ukraine walipaswa kutoa shinikizo zaidi kwa Urusi. Anasema lazima ihisiwe sasa, watu nchini Ukraine lazima wahisi kwamba hali inaelekea kwenye amani na mwisho wa vita, si kuelekea Urusi kwa kutumia kila kitu kwa faida yake na mashambulizi yanayoendelea. Zelensky pia alisema Ukraine ilitarajia mazungumzo hayo yatasababisha ubadilishanaji mpya wa wafungwa hivi karibuni. Muda mfupi baada ya mazungumzo kuanza, vikosi vya Urusi vilishambulia soko lililojaa watu mashariki mwa Ukraine kwa risasi na mabomu ya mtawanyiko na kuwaua watu wasiopungua 7 na kujeruhi 15, kwa mujibu wa gavana wa eneo la Donetsk Vadim Filashkin. Wakati haya yakiarifiwa, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alimshutumu rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa kutotaka kusaini makubaliano ya amani, kwani angemaanisha mwisho wa taaluma yake ya kisiasa. Taarifa hiyo iliripotiwa na shirika la habari la serikali la Urusi RIA. Zelensky amesema anataka makubaliano, lakini hayuko tayari kukubaliana na masharti ya Urusi ambayo anasema ni sawa na kujisalimisha, na hayuko tayari kuipa zawadi Urusi eneo ambalo jeshi lake halijashinda katika uwanja wa vita. Zelensky ameiambia televisheni ya Ufaransa Jumatano kwamba idadi ya wanajeshi wa Ukraine waliouawa katika uwanja wa vita kutokana na vita vya nchi hiyo na Urusi ni kubwa. Zelensky aliongeza kuwa mbali na idadi hiyo ya waliouawa, kuna idadi kubwa ya watu waliochukuliwa kuwa rasmi hawajulikani waliko. Kwingineko, nchi za Umoja wa Ulaya zimekubaliana kuhusu masharti ya mipango mipya ya mikopo kwa Ukraine yenye thamani ya euro bilioni 90 kwa miaka ya 2026 na 2027 ili kusaidia mahitaji ya kijeshi na kiuchumi ya Ukraine. Chini ya mipango hiyo, euro bilioni 60 zimetengwa kwa ajili ya matumizi yanayohusiana na ulinzi. Hata hivyo, Ukraine inaweza kutumia fedha hizo kununua vifaa vya kijeshi kutoka kwenye makampuni yaliyo nje ya Ukraine na eneo la uchumi la Ulaya kama vile Marekani, ikiwa bidhaa zinazohitajika hazipatikani. Vilevile mipango ya maafisa wa Ukraine inayohusisha fedha na vifaa vinavyokusudiwa kusambaza umeme na maji kwa wakazi wa nchi hiyo imesababisha mgogoro wa sasa wa nishati. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zaharova anasema katika mkutano huo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi pia alitaja ripoti kwenye vyombo vya habari kwamba jenereta zilizotolewa kwa Kiev na Poland kutoka akiba ya serikali zimeorodheshwa kwenye soko kubwa zaidi la Ukraine OLX kwa bei chini ya gharama za uzalishaji. Vilevile, mwenyekiti katika ofisi ya shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya, waziri wa mambo ya nje wa Uswizi Ignacio Cassis na katibu mkuu Feridun Sinoglu watajadili hatua za kukomesha mgogoro nchini Ukraine na jukumu linalowezekana la OSCE katika hili wakati wa ziara yao Moscow Februari 5 na 6, OSCE imesema kwenye taarifa. Majadiliano hayo yatazingatia umuhimu wa mazungumzo endelevu ya pande nyingi na ushiriki endelevu wa OSCE kama jukwaa la mazungumzo na mabadilishano mapya ya kujenga ili kushughulikia changamoto pana za usalama katika eneo la OSCE. Pia watashughulikia juhudi za kukomesha vita nchini Ukraine na jukumu linalowezekana la OSCE katika kuchangia amani ya haki na ya kudumu. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vilevile Kim.com, mwanzilishi wa mtandao wa kushiriki faili wa Mega Upload, anaamini kwamba wa Ukraine wanaweza kuinuka dhidi ya Volodymyr Zelensky na nchi za Magharibi. Anasema wa Ukraine wanaweza kuasi dhidi ya Zelensky na Magharibi. Hakuna NATO na hakuna Umoja wa Ulaya.
Kizazi kipya kilikufa kwa ahadi tupu na tata ya viwanda vya kijeshi vya magharibi na Marekani. Pia alibainisha kuwa nchi za magharibi zimetupa ghala zilizojaa silaha za zamani kwa Ukraine kwa mamia ya mabilioni. Vilevile mazungumzo kuhusu Ukraine yanaendelea katika mji mkuu wa Emirate wa Abu Dhabi katika muundo wa pande tatu. Chanzo kinasema mkutano mpya unafanyika katika muundo wa pande tatu. Urusi, Marekani na Ukraine zinaendelea. Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk amewasili katika mji mkuu wa Ukraine wa Kiev kwa mazungumzo na Volodymyr Zelensky. Kansela wa waziri mkuu wa Poland anasema katika taarifa kwenye X, Waziri Mkuu Donald Tusk amewasili Kiev. Taarifa hiyo inasomeka. Ujumbe wa Poland pia unajumuisha waziri wa fedha Andrzej Domanski. Kulingana na Tusk, mipango ya kuandaa mkutano wa kimataifa kuhusu ujenzi upya wa Ukraine katika mji wa Gdansk wa Poland mnamo Juni itakuwa miongoni mwa mada ambazo pande hizo zitajadili. Vilevile Moscow inaamini kwamba kutambuliwa kwa Donbas kama sehemu ya Urusi na nchi zote kunapaswa kuwa sehemu ya makubaliano makubwa. Chanzo cha magharibi kilicho karibu na mazungumzo ya Abu Dhabi kinasema Urusi inaona suala kuhusu kutambuliwa kwa Donbas na nchi zote kuwa muhimu, chanzo hicho kilisema. Vilevile jeshi la Ukraine lilirusha zaidi ya ndege zisizo na rubani 100 katika eneo la mpakani la Urusi la Belgorod katika siku iliyopita, kituo cha mgogoro wa kikanda kinasema kwenye taarifa zake. Volodymyr Zelensky amesema Alhamisi kwamba Ukraine imepoteza takriban watu 55,000 waliouawa tangu 2022, lakini pia amekiri kwamba idadi kubwa ya watu bado hawajulikani walipo. Zelensky aliongeza kwamba kuna watu wengi ambao Ukraine inawaona kuwa hawajulikani walipo. Wachambuzi kadhaa wa Ukraine na wageni wamebainisha mara kwa mara kwamba idadi rasmi ya majeruhi iliyotajwa na Kiev ina uwezekano mkubwa wa kupuuzwa sana. Mnamo Februari 2025, Zelensky alisema idadi hiyo ilikuwa 46,000 waliouawa, lakini hata hivyo alikiri kwamba kulikuwa na makumi ya maelfu waliopotea wakiwa vitani. Channel ya CBS News yenye makao yake Marekani imeripoti mnamo Aprili 2025 kwamba hasara zilizoripotiwa katika jeshi la Ukraine zilifikia takriban 100,000 waliokufa. Gazeti la kila siku la Ufaransa Le Monde limeripoti kiangazi kilichopita kwamba Kiev ilipunguza kwa maksudi idadi ya wanajeshi waliokufa, huku makaburi ya Ukraine yakikosa ardhi tupu vilevile kwenye uwanja wa kivita. Wizara ya ulinzi imeripoti kwamba ulinzi wao umedungua ndege zisizo na rubani 95 za Ukraine usiku kucha. Lakini pia jeshi la Ukraine limeshambulia maeneo ya mpakani ya mkoa wa Kursk wa Urusi mara 16 na ulinzi wa anga umedungua ndege 27 zisizo na rubani za Ukraine katika eneo hilo ndani ya saa 24 zilizopita, Gavana Alexander Hitchestein anaripoti. Vilevile wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo mawili katika mkoa wa Zaporizhzhia na Jamhuri ya Watu Donetsk ndani ya saa 24 zilizopita katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumatano. Jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1390 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele ndani ya saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.